Mtazamaji wa Swambe Talent, karibu sana katika habari hizi za kiburudani ambazo zinakujia mubashara kabisa kupitia channel yako bora, channel yako pendwa Swambe Talent kutoka Njombe, Tanzania. Naitwa Mzee wa Tatu, ungana nami mwanzo mpaka mwisho kujua kipi ambacho nimekuandalia siku ya leo. Lakini nikusitu kabla ya kujua kipi ambacho tuko nacho katika ukurasa wetu siku ya leo, hebu usisahau kusubscribe, kulike, kushare, lakini kubwa zaidi bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zetu zinapoingia katika chaneli yetu bora kabisa. Bwana, siku ya leo tuangazie habari za kiburudani ambazo zinasumbua kidogo kupitia mitandao ya kijamii na kugonga vichwa vya habari mbalimbali katika maeneo tofauti tofauti. Yes, na imekueje? Kuna habari za kiburudani tumwangalizie safari ya kiburudani au mdau wa kusapoti harakati za kiburudani, sio mwingine bilionea Chief Godlove kupitia lebo yake ambaye alikwisha itambulisha ya muziki na kwenda kwa jina la Chief Lots Music. Bwana, palikuwa na mshike sana katika mwezi wa pili kupitia lebo hii, na msanii wa kwanza ambaye alikuwa tayari ametambulishwa kupitia lebo hii ya kwake bilionea Chief Godlove, ambaye sio mwingine alikuwa ni Pipi Jojo. Palikuwa na mvutano mara baada ya Pipi Jojo kuonyesha kama vile kufika mwisho wa kuwa chini ya uongozi wa kwake Chief Godlove. Lakini baada ya ukimya kidogo, pia Chief Godlove akawa naye amejitokeza katika mitandao ya kijamii na kukiri kwamba kwa makubaliano ya pande zote mbili baina yake na Pipi Jojo, basi wameamua kuvunja mkataba au mawasiliano ya kusapotiana kimuziki, na kuanzia sasa basi msanii Pipi Jojo atakuwa anajisimamia mwenyewe au atakuwa anatafuta management nyingine mpya katika harakati zake za kumuziki, kuhakikisha kwamba kipaji chake kinaendelea kusonga mbele na mashabiki zake wanapata burudani. Lakini sasa kwenye mwezi huu wa tatu, ambapo ilikuwa ni tarehe 6 kuamkia 7, pakawa na nyepesi, lakini mnamo tarehe 8 jana bana, mambo yamekuwa mazuri na tumiona katika mitandao ya kijamii kwamba Chief Godlove kupitia chaneli yake, lakini pia katika mitandao ya kijamii hususani Instagram na page zingine, tayari wametoa taarifa rasmi kwamba wamemtambulisha msanii mwingine mpya kupitia lebo ya Chief Lots Music. Huyo ni msanii ambaye alikuwepo lakini alikuwa afanya vizuri, lakini pia mbali na kumtambulisha msanii, pia ameachia kichupa kipya ambacho tayari kiko pale mjini YouTube. Ni nani aliyetambulishwa bwana? Si mwingine, alitambulishwa anakwenda kwa jina la Scorpion. Unaweza kujiuliza mbona kama vile jina geni, kama ni msanii ambaye ndio kwa mara ya kwanza unamsikia katika masikio yako katika nyanja za kiburudani. Hapana, msanii huyu alikuwepo wa muda kidogo, na hapo mwanzo hakuwa anatumia jina la Scorpion. Yes, lakini pia si mgeni katika upande wa burudani ya muziki. Kabla ya kutumia jina la Scorpion au kabla ya kutambulishwa rasmi katika lebo ya Chief Lots Music, alikuwa anatumia jina la Tiguan Toes. Tiguan Toes. Bwana, ni mshikaji ambaye anatembea katika miondoko ya kuchana kidogo. Yes, ni bongo flava, lakini kama vile anachana kidogo inakuwa ni kihivyo. Basi unaambiwa kupitia mtandao ya kijamii Chief Godlove ametupia klipu fupi ambaye ameelezea historia kidogo namna ambavyo amempata huyu Scorpion, na anasema kwamba yeye alianza kumtambua mara baada ya Scorpion kufanya challenge ya wimbo wa chakacha wa kwake Pipi Jojo, ambao ni ngoma ambaye Pipi Jojo aliitoa akiwa chini ya Chief Godlove, na ni ngoma ambaye ilienda sana mjini, ilifanya vizuri sana. Yes, basi kupitia challenge ambazo ziko zinafanywa na wadau mbalimbali, wapenzi, mashabiki pia, huyu Scorpion alikuwa ni mmoja kati ya mashabiki au
wakereketo wa burudani ya muziki ambao walifanya challenge ya chakacha. Kupitia challenge hiyo basi ndipo Chief Godlove alipomuona na kuona kwamba ni kijana ambaye ana kipaji, na kupitia mtandao wa kijamii Chief Godlove amemwagia misifa kede kwamba ni kijana ambaye kwanza ana kipaji cha kutosha, uwezo wa hali ya juu, nidhamu, lakini pia uvumilivu uliotukuka, na hivyo ndio sababu ambazo zilimshawishi Chief Godlove na kuweza kukaa naye meza moja na kuhitaji kufanya naye kazi kupitia lebo ya Chiflot Music. Na kama ilivyo ada, mara baada ya makubaliano ya pande zote mbili, hivyo Chief Godlove akaamua kumpa jina la Scorpion, na kutoka kwenye Tiguan Tours rasmi akawa sasa anatambulika kama Scorpion. Yes, na kwa sasa Scorpion ameachia ngoma yake mpya kabisa ambaye inakwenda kwa jina la Mimi Tu. Unapoingia pale YouTube kwenye channel au account ya Chiflot Music, uandika tu Chiflot Music, lakini utakuta pale ngoma ya kwake Scorpion inakwenda kwa jina la Mimi Tu. Ni bonge la ngoma, burudani sana, mshikaji ametembea vizuri, lakini pia video imefanyika katika viwango vya juu kabisa kuhakikisha kwamba wewe kama shabiki unapata burudani. Lakini mbali tu na burudani, umeambiwa kwamba Chief Godlove mwenyewe na kupitia uongozi wake wa Chiflot Music bwana amewaasa au kuwasi mashabiki kwenda kuangalia video hiyo au burudani hiyo ya hali ya jina. Amesema mashabiki na wadau wa muziki wanashauriwa kuitazama video hiyo iliyoachiwa pale YouTube ili kujionea utofauti mkubwa baina ya msanii na mwanamuziki. Ina maana pale utakapoenda kuitazama basi video hiyo ndipo utagundua kwamba Scorpion yeye ni msanii au mwanamuziki. Basi tunakuomba basi chukua nafasi yako kuingia pale mjini YouTube na ukaitazame basi ngoma hiyo inakwenda kwa jina la Mimi Tu, alafu utuambie au tuandikie kupitia eneo letu la ujumbe mfupi hapo. Shusha comment yako, tuambie basi vipi ulichokiona wewe, mshikaji anaweza, anafaa, lakini pia yeye ni msanii au mwanamuziki, na itakuwa na fresh. Lakini pia kama umesha tembelea katika pale YouTube na umeshaiona, dondosha ujumbe wako mfupi, dondosha comment yako, mimi nitapita naye, inakuwa inapendeza zaidi. Naitwa Mzee wa Tatu na hii ni Swambe Talent kutoka Njombe, Tanzania bana. Tunakuwa tuna enjoy sana. Kama vipi, endelea kuwa pamoja nami mpaka mara nyingine tena, nakwambia ciao.